Jemedal bin Kazumari anasema klabu ya Yanga imeiandikia rasmi bodi ya ligi barua ya kuomba alama 3 na mabao 3. Barua hiyo yenye usajili wa namba hiyo yenye kurasa 5 ambayo imenakiliwa pia kwa afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba ni ya tarehe 10 Machi mwaka 2025, imesainiwa na CEO wa Andre Mtine. Yanga kutaka alama 3 na hawawezi kulipwa fine. Hii inanishangaza sana. Sawa, lakini pia mwingine mchambuzi wa mchezo wa mpira wa miguu nchini Tanzania, Wilson Urumo, yeye aliandika akasema, ukisema watakwambia unawachukia, lakini imagine timu inaomba pointi 3 na magoli 3 kwenye mechi ambayo imehairishwa na bodi ya ligi. Yes, Simba waliandika kugomea mechi, lakini hawajafika kiwanjani kwa sababu mechi ilihairishwa na wenye shindano. Simple. Unahitaji kujiuliza elimu kiasi gani? Mijadala hiyo ambayo inaendelea kujadiliwa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea baada ya sakata la kutofanyika dabi ya Kariakoo jijini Dar es Salaam kati ya mnyama Simba dhidi ya Yanga pale Benjamin Mkapa, mchezo ambao ulipangwa kupigwa tarehe 8 ya mwezi Machi mwaka 2025. Sasa mijadala yote watu wanajiuliza, je, alama 3 zitapatikana zile za mezano ambazo klabu ya Yanga wanazitaka au mambo yakoje? Lakini barua hiyo haijachapishwa kwenye kurasa zozote za klabu ya Yanga, lakini taarifa za chini kutoka kwenye vyanzo mbalimbali vya habari vya michezo nchini Tanzania vinaeleza kwamba viongozi wa klabu ya Yanga tayari wameandikia bodi ya ligi barua juu ya msimamo wao na pia wanadai haki yao kwa Simba mara baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao siku chache zilizopita tulishuhudia ikishindikana. Na barua hiyo imeweza kuthibitishwa na mchambuzi nguli wa mchezo wa mpira miguu nchini Tanzania, Jemedal Said, ambaye amedokeza kwamba Yanga wametuma barua hiyo kwenda kwenye bodi ya ligi Jumanne ya tarehe 11 mwezi Machi, ambapo ndani ya barua ile wameweka mahitaji yao na msimamo wao ambao wameusimamia mpaka hivi sasa. Sasa barua hiyo ya klabu ya Yanga unaambiwa kwamba imetaka bodi ya ligi kuwapa alama 3 kwa sababu wao hawakuwa chanzo cha kuahirishwa kwa mchezo husika, bali Simba walichagua kugomea mchezo bila sababu za msingi. Yanga Sports Club wanaamini ya kwamba wana haki ya kupewa alama 3 kutokana na kitendo walichokifanya Simba kwa kugomea mechi wakati ambao walifika uwanjani, lakini hawakufuata taratibu zote ili wapate nafasi ya kuweza kufanya mazoezi kama sababu yao kubwa na ya msingi. Lakini pia unaambiwa kwenye barua ya Yanga pia inawataka Simba walipe faini ya pesa za Kitanzania zaidi ya shilingi milioni 56 ili kufidia maandalizi yote ambayo yalifanywa na Yanga kwa ajili ya mchezo huo ambao haukuchezwa mara baada ya Simba kugomea mchezo huo. Lakini kwenye barua hiyo pia Yanga wameweka msisitizo na msimamo wao kwamba hawako tayari kucheza mchezo mwingine wa dabi ya Kariakoo mpaka pale bodi itakapotekeleza maagizo waliotoa kwenye barua yao ndani ya masaa 72. Lakini sasa je, klabu ya Yanga watapata hivi vitu na vitaka sasa kwenye kupata alama 3? Sasa uchambuzi mbalimbali ambao unafanywa na wachambuzi wa mpira wa miguu nchini Tanzania wanasema Yanga hawezi kupata hizo pointi 3 ambazo anadai kwa sababu bodi ya ligi hawawezi kufanya maamuzi hayo kwani kanuni haiwapi nafasi ya kufanya hivyo. Na ikumbukwe tu kwamba bodi ya ligi waliweza kutoa taarifa ya kuahirishwa mchezo endapo kama wangekuwa na mpango wa kutoa alama 3 kwa Yanga, basi wasingesimamia taratibu zote za mchezo wala taarifa yoyote, na wangeacha Simba waweze kugoma ili Yanga ingie uwanjani aweze kuchukua hizo pointi 3. Na ingekuwa rahisi, tungeshuhudia bodi ya ligi wangewaagiza wale wasimamizi wa mchezo husika waende uwanjani wagawe haki ya alama 3 kwa Yanga ambao walikuwa wamefika uwanjani, lakini kitendo cha kuahirishwa mchezo huo kulizuia hata wasimamizi wa mchezo wasiende uwanjani. Kwa hiyo ni wazi kwamba bodi ya ligi sio kama iliwanyima Yanga alama 3, bali kuna baadhi ya makosa wameyagundua na ndio ambayo wanayafanyia kazi mpaka sasa. Wachambuzi pia wanasema kwenye kudai alama 3 klabu ya Yanga kwa sasa waachane nayo, ni heri wakajikita kwenye masuala mengine kama vile kudai fidia ya fedha maandalizi ambayo walifanya kabla ya siku ya mchezo husika kwa Simba ambao walivuruga ratiba ya mchezo, lakini sio kuweka nguvu kwenye kudai alama 3 za mezani kutokana na kile ambacho kiliweza kutokea siku ile ya tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Kwa hiyo wachambuzi wanasema Yanga hawezi kupewa pointi 3, ni heri akadai fidia ya maandalizi. Kwa upande wako kwa hili sakata namna ambavyo linaendelea, ulikuwa na maoni gani? Tukutane kwenye comment. Lakini wachambuzi nguli ndio idea yao hiyo ambayo wanaizungumza.